أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين आयत का तर्जुमा है कि बस अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से Mungu amsaidie sana. Anasema tafsiri ya aya hiyo ni kama ifuatayo: basi kwa sababu ya rehma itokayo kwa Allah umekuwa laini kwao, na kama ungekuwa mkali na mwenye moyo mgumu, bila shaka wangali kukimbia. Basi uwasamehe na uwaombee msamaha na ushauriane nao katika mambo yaliyo muhimu, na ufungapo nia basi umtegemee Allah. Hakika Allah anawapenda wamtegemeao. Katika siku hizi kwenye nchi mbalimbali, vikao vya shura vya jamaat vinaendelea kufanywa. Katika baadhi ya nchi vimeshafanyika tayari, ilhali katika nchi zingine vitafanywa wiki hii na vingine vitatokea katika wiki ijayo. Nchini Ujerumani majlisi shura inaanza leo na zipo nchi zingine nyingi, na majlisi shura ya Uingereza itafanywa wiki ijayo, na zipo nchi zingine zitakazofanya shura zake. Huzur amesema kwamba kuhusu umuhimu wa shura na wajibu wa wajumbe nimeshatoa mwongozo katika hutuba zangu za nyuma, lakini kwa kuwa miaka michache imepita juu yake, hivyo nimeona ni vyema kwamba leo pia kuhusu hiyo, sawa na amri ya Allah na mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sawa na nizamu ya jumuiya, niseme machache. Hata pale ambapo vikao vya shura vimekwisha fanywa tayari, hata wajumbe wa shura wa huku pia wanaweza kunufaika na mambo haya, ambayo kuhusu wajibu wa wajumbe wa shura. Wajumbe wa shura wanapaswa kuyakumbuka, kwani baadhi ya majukumu ya wajumbe wa shura yanaanza pale ambapo khalifa wa zama anatoa uamuzi juu ya mapendekezo yao, na kuyatekeleza haya na kuchangia mchango ni wajibu wa kila mjumbe wa shura. Kwa vyovyote vile, kabla ya kuelekeza kuhusu wajibu hizi, aya hii niliyosoma mimi, kuhusu hiyo nitasema machache na nitaeleza mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mienendo yake. Katika aya hiyo, upande mmoja jambo hili limesadikishwa ya kwamba
mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam kwa ajili ya watu wa umati wake alikuwa na moyo laini sana kwa rehema ya allah. wakati huo huo mwenyezi mungu subhanahu wa taala ametuelekeza na kutoa mwongozo ya kwamba watu ambao wamekabiziwa jukumu la kusogeza mbele kazi ya mtume salallahu alaihi wasallam na kisha sawa na bishara za mtume salallahu alaihi wasallam masihi aliyeahidiwa na mahdi aliyetabiriwa ambaye alikuja chini ya utumishi wake wamekabiziwa jukumu la kutimiza shabaha ya ujio wake. Ni kazi yao vile vile ya kwamba wao wafanye kazi kwa upendo na upole. mwenyezi mungu anasema ya kwamba usipoonyesha upole na ukaonyesha ugumu wa moyo na ukawa mwenye kupata hasira, watu hawa watakukimbia. basi mwenyezi mungu anatoa amri ya kuvumilia na kuomba dua ya msamaha. kisha pamoja na hayo alitoa amri ya kushauriana. basi chini ya usuli na fundisho hili majlse shura zinafanywa, lakini kama ilivyo zwahiri kutoka jina lake, hii ni majlis inayotoa ushauri na si majlis yenye kutoa uamuzi. hivyo alisema ya kwamba baada ya mashauriano uamuzi ulioamua wewe kwa kumtegemea allah utekeleze, na utakapomtawakali allah kisha mwenyezi mungu ataleta natija zake zenye baraka zisizohesabiwa. mfano wa hali ya juu wa kumtegemea allah tunauona katika dhati ya mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam. mtume salallahu alaihi wasallam katika maswala mengi alikuwa akiongozwa na mwenyezi mungu moja kwa moja, lakini bilkhusus katika maswala yasiyo na amri wazi ya allah mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mashauriano, na kitendo chake hicho na amri hiyo ya allah ni kwa ajili ya kutuambia ya kwamba viongozi wa jamaat jinsi wanavyotakiwa kuwatendea wanajamaati, na sisi tunatakiwa kufanya kazi kwa kushauriana kwa pamoja. hii ni ihsani ya mwenyezi mungu ya kwamba mwenyezi mungu ameijalia jumuiya ya ahmadia neema ya ukhalifa. hivyo khalifa wazama pia sawa na amri ya allah na suna ya mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam anashauriana na jumuiya zilizoenea duniani kote sawa na hali zao, na hakuna shaka lolote katika jambo hili ya kwamba kama mwenyezi mungu angetaka basi angemwongoza mtume salallahu alaihi wasallam katika kila swala, lakini akimpatia amri ya kushauriana katika baadhi ya maswala. kisha kushauriana kwa mtume salallahu alaihi wasallam katika baadhi ya maswala kwa hakika kunatuongoza katika kukanyaga njia iliyo sahihi na kufanya kazi kwa kushirikiana kwa pamoja, na ni kwa ajili ya kuleta umoja katika ummati. kuhusu hiyo kuna hadisi inayotoa ufafanuzi wake. hata ibn abbas anasimulia ya kwamba aya shawirhum fil amri iliposhuka mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam alisema ya kwamba japokuwa allah na mtume wake hawana haja yake, lakini mwenyezi mungu ameifanya kuwa sababu ya rehma kwa umati wangu,
basi miongoni mwao yeyote atakayefanya mashauriano yeye hatakosa mwongozo na ambaye hatashauriana yeye hataweza kusalimika na mazila. basi mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam alikuwa hana haja ya kufanya mashauriano, lakini hata hivyo alichukua ushauri, alifanya mashauriano ili aweze kusimamisha mbele ya umati mfano ambao kwao umati daima uendelee kupata sehemu kutoka rehema ya allah na daima dawamu uendelee kukanyaga njia za mwongozo na uendelee kusalimika na mazila. hii ni ihsani makhsus ya allah juu yetu ya kwamba sisi tuna nizamu ya shura katika jumuiya. basi kila ahmadia kwa ujumla na bilkhusus kila mjumbe wa shura akiienzi anatakiwa kumshukuru allah ya kwamba yeye ametuandalia mipango ya kupata mwongozo na maelekezo. mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam katika nyakati gani alichukua ushauri na kulikuwa na njia gani ya kushauriana kwake. kuhusu hiyo tunachojua kutoka historia mimi naiweka mbele yenu, na ndiyo njia iliyoendelezwa na makhalifa walioongoka, na kisha katika zama hizi hat masihi mola salam pia akafanya hivyo. kikawaida kwa ajili ya kuchukua ushauri tunaona kuna njia tatu. njia moja ilikuwa ndiyo hii ya kwamba likipatikana swala fulani la kushauriwa, mtu mmoja alikuwa akitangaza kwamba watu wajumuike, na kisha watu walikuwa wakijumuika, na kisha rai au ushauri uliokuwa ukitolewa mtume salallahu alaihi wasallam au makhalifa walikuwa wakitoa uamuzi juu yake kwamba baada ya shauri hizi hukumu yetu ndiyo hii na kazi hii itafanywa hivi. katika zama zile kwa kuwa kulikuwa na nizamu ya kichifu, hivyo kwa kawaida watu wa kabila walikuwa wakijumuika, watu wengi walikuwa wakijumuika, lakini kiongozi au chifu tu ndiye aliyekuwa akitoa rai ambaye alikuwa mjumbe wao, na watu walikuwa wakirizia juu ya jambo hili ya kwamba kiongozi wetu au chifu wetu ametoa rai kwa niaba yetu. bali sawa na desturi ya wakati ule, kama mtu fulani akijaribu kutoa rai kwa jaziba, mtume saa salam alikuwa akisema na kumwambia kwamba mwambie amiri wako aje mbele na atoe rai yake, jambo lako halina thamani yoyote. basi hiyo ilikuwa ni njia moja, na njia ya pili ilikuwa ni kwamba watu ambao mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaona kwamba wanafaa kutoa ushauri alikuwa akiwaita, na wote walikuwa hawaitwi, na kisha alikuwa akichukua ushauri kutoka kwao. na njia ya tatu ilikuwa ni kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akiona kwamba watu wawili wasijumuike kwa pamoja, basi alikuwa akiwaita mmoja mmoja na kisha alikuwa akishauriana nao. kwanza alikuwa akimwita mmoja na kuchukua ushauri kutoka kwake, na kisha wapili alikuwa akiitwa. kwa vitu vile hizi zilikuwa ni njia tatu za mtume salallahu salam za kupokea au kuchukua ushauri, na makhalifa pia wakafuata njia hiyo hiyo kama ilivyoelezwa ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alisema ya kuwa allah na mtume wake hawana haja ya shauri hizi. lakini hata hivyo historia inatuambia ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam katika nyakati mbalimbali alichukua ushauri, bali alikuwa akishauriana sana na maswahaba zake. hivyo hata abu huraira raziallahu taala anhu anasimulia ya kwamba mimi sijamkuta yeyote mwenye kushauriana na maswahaba zake zaidi ya mtume salallahu alaihi wasallam,
na hiyo ilitokana na jambo hili kama nisemavyo ya kwamba kama nabii wa allah ambaye mwenyezi mungu mwenyewe anamwongoza moja kwa moja anachukua ushauri basi nyinyi kwa kiasi gani mnatakiwa kuelewa umuhimu wa ushauri mimi naeleza tukio moja la mtume saa salam alipochukua ushauri riwaya moja inasema hat muaz bin jabal raziallahu taala anhu anasema ya kwamba mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam alipoamua kunipeleka yemen mtume salallahu alaihi wasallam akashauriana na masahaba wengi katika masahaba hawa walikuwepo abubakar raziallahu anhu umar raziallahu anhu usman raziallahu anhu talha raziallahu anhu zubair raziallahu anhu na walikuwa masahaba wengi hata abubakar raziallahu taala anhu akasema ya kwamba kama mtume salallahu alaihi wasallam asingeomba kutoka kwetu ushauri sisi tusingesema jambo lolote hapo mtume salallahu alaihi wasallam akasema kwamba mambo ambamo mimi sipati wahi katika mambo ya namna hiyo mimi ninakuwa kama nyini mambo ambamo sipati wahi ninakuwa kama nyini katika maswala hayo muaz raziallahu anhu anasema ya kwamba mtume salallahu alaihi waalaihi wasallam sawa na kauli hii kwamba nipatie ni ushauri mtume salallahu alaihi wasallam alipokuwa akichukua ushauri na rai kila mtu akatoa rai yake akaeleza rai yake na baadaye mtume saa salam akasema kwamba muaz niambie wewe una rai gani mimi nikasema kwamba rai yangu ni ile ile ambayo ni hata abubakar raziallahu taala anhu basi kauli hiyo ya mtume salallahu alaihi wasallam ikiwa upande moja inadhihirisha unyenyekevu wake na umuhimu wa ushauri wakati huo huo ni mfano mwema kwetu ya kwamba sisi kwa namna gani tunavyotakiwa kuenzi mashauriano na mifano ya masahaba inatuambia ya kwamba wao kwa mujibu wa amri ya mtume saa salam walipokuwa wakitoa ushauri kisha sawa na vipaji na uzoefu wao kwa kufuata uchamungu walikuwa wakitoa ushauri kisha baada ya kuhamia madina makafiri wa makka walipojaribu kuharibu amani na utulivu wa waislamu mtume salallahu alaihi wasallam ili kupambana nao akashauriana na masahaba zake na akawajumuisha humo viongozi wa ansar na pia akawajumuisha viongozi wa wahajiri na kisha kwa mashauriano ya viongozi wa ansar na wahajiri na kwa mariziano yao akaelekea upande wa badar na viongozi wa ansar katika muda huo wa mashauriano jinsi walivyoonyesha ikhilasi na unyofu na wakaahidi mtume salallahu alaihi wasallam akaonyesha furaha juu yake na utulivu wake kwani ushauri haukuwa ushauri tu bali waliotoa ushauri wakawa wa kwanza kutekeleza na kufanya sawa na mashauriano na wakaahidi na kutenda sawa na ahadi na kama ushauri hautekelezwi basi huo hauna faida yoyote nasi tukaona jinsi katika uwanja wa badri masahaba hawa walivyoonyesha ikhlasi na unyofu walipotoa ushauri basi hawakujali hata uhai wao basi popote pale ambapo wajumbe wetu wa shura waliopo daima wakumbuke ya kwamba pale wanapotoa ushauri kwanza kabisa wajiandae kwa ajili yake ya kwamba sisi baada ya kupata kibali cha maazimio
tutatekeleza na tutafuata amri hizi au uamuzi ambao khalifa wazama atautoa sisi tutakuwa wa kwanza kujitolea kwa ajili ya kutekeleza na tutakaposimamisha mifano ya mitendo tutakaposimamisha mifano ya matendo ndipo watu wa jamaat pia watakuwa tayari ili kujitolea kila kitu kwa furaha na wajumbe wa shura daima wakumbuke ya kwamba kila mwanajumuiya amefanya ahadi ya utii na unyofu kwa ukhalifa basi kwa ajili yake viongozi na wajumbe wa shura wanatakiwa kuonyesha mifano yake kwani nyinyi mmefanywa kuwa wajumbe wa idara hii ambayo ni idara msaidizi wa nizamu ya ukhalifa na jumuiya daima mukumbuke ya kwamba amri hii upande moja ni kwa ajili ya khalifa wa zama ya kwamba yeye kwa kufuata suna ya mtume salallahu alaihi wasallam katika mambo muhimu ya kidini achukue ushauri kutoka kwa watu wa umati na pia kuna amri ya kuwa mpole wa moyo na kufanya dua wakati huo huo watu hawa pia wamepewa amri ambao ushauri unachukuliwa kutoka kwao ya kwamba wao wakiwa na nia njema na wakishika uchamungu watoe ushauri basi wanaotoa ushauri daima wakumbuke ya kwamba shauri zao ziendane na nia njema na ziendane na viwango vya juu vya takwa yani uchamungu basi kwa mujibu hiyo wanaotoa ushauri wana wajibu mkubwa hivyo wajichunguze ya kwamba uchamungu wao una kiwango gani kuna riwaya ya hat ali raziallahu anhu inayofafanua kiasi hiki ya kwamba ye alisema ya kuwa shawiri lfuqaha walabidin yani ushauriane na watu wenye busara na wanaofanya ibada basi hiki ni kiwango cha wajumbe na humo kuna nasaha kwa wale wanaochagua wajumbe wa shura ya kwamba kati yao wawachague watu ambao kizwahiri wana uwezo wa kutoa rai nzuri na ni bora katika elimu ya dini na pia viwango vya ibada yao ni vikubwa na vizuri na mahala ambapo kwa kuzingatia kiwango hicho wajumbe wanachaguliwa katika rai ya wajumbe hawa hata mimi nimeona kwamba inaonekana tofauti kubwa iliyo wazi na huu ni wajibu wa wajumbe hawa pia ya kwamba kama watu wa jamaat wakiwa na zana nzuri wamemchagua mtu fulani kuwa mjumbe wa shura basi yeye asivunje dhana yao katika siku moja au kwenye wiki chache mtu fulani hawezi kufikia daraja kubwa za elimu na hawezi kujua undani wa elimu lakini kwa kupitia uchamungu kwa kufuata uchamungu yeye anaweza kutoa rai yake vivyo hivyo kwa kuinama mbele ya allah na kuomba msaada kutoka kwake kwa dua na maombi popote pale ambapo shura zinafanywa wajumbe wa huko wanatakiwa kutoa rai yao na sio kwa kupata athari ya mhatibu fulani wala si kwa kuzingatia uhusiano au urafiki fulani aunganishe rai yake na rai za wengine na wala kwa sababu ya hofu fulani abadilishe rai yake bali kwa kuzingatia uchamungu na
akitanguliza faida ya jamaati juu ya mambo yote atakapotoa rai yake ndipo kwa hakika atakuwa mwenye kutimiza haki ya uwakilishi wake. daima ikumbukwe ya kwamba mwenyezi mungu anajua hali ya mioyo yetu na pia anaona kila amali yetu. kama mimi sifanyi kazi kwa kuzingatia radhi yake, basi nisije nikawa mwenye kukasirisha mwenyezi mungu. vivyo hivyo pale ambapo shura imeshafanyika tayari, huko wajumbe wa shura sasa watimize haki yao hivi ya kwamba wakichunguza mifano yao ya kimatendo na wakiangalia hali ya kimatendo na kiroho, daima wafanye ahadi ya kupitisha maisha yao na uamuzi uliotolewa, basi wajitahidi kufuata kwa kushika uchamungu na wajitahidi kwamba wengine pia wazifuate. na sisi tutakapokuwa na hali hiyo, ndipo tutakuwa wenye kuvutia rehma ya mwenyezi mungu na maamuzi yetu yatatiwa baraka. waila kujumuika kwetu na kwa ajili ya rai yetu kutoa hutuba kwa nguvu kutafanana na mabunge ya kidunia ambapo uchamungu unakosekana na hukumu zinatolewa ambazo mara nyingi zinakuwa zenye kuharibu hulka na pia zinakuwa zidi ya amri za allah. kinachozingatiwa ni maslahi za chama tu, na baadhi ya wakati natija zinatokea za maamuzi hayo yasiyo sahihi ambazo zinakuwa sababu za kuharibu utulivu na amani, na saa nyingine natija zinatokea kwa kuchelewa, lakini zinakuwa hazina baraka ndani yake. lakini kwa vitu vile hukumu za namna hiyo zilizo kinyume cha kanuni na amri za allah kisha mwishowe zinakuwa sababu za maangamio ya kaumu, basi kwa kuona hali ya watu wa dunia yatupasa kujikita katika kurekebisha hali zetu. kama nisemavyo ya kwamba shauri za wajumbe wa shura zinaletwa mbele ya khalifa wa zama, na kwa amri ya khalifa wa zama shura inaitwa, basi daima tukumbuke ya kwamba majlisi shura ni idara msaidizi wa ukhalifa, na kwa mujibu hiyo katika jumuiya baada ya ukhalifa idara hiyo ina umuhimu mkubwa sana, na kila mjumbe ambaye anachaguliwa kwa ajili ya shura yeye anakuwa mjumbe kwa mwaka mmoja. yeye anatakiwa kufahamu na kuzingatia umuhimu wake huo. kwa kupitia ajenda na mashauriano ya shura tu khalifa wa zama anapata kujua kuhusu matatizo yaliyopo katika nchi mbalimbali, na kisha rai zinazoletwa mbele yake. kwa sababu ya rai hizi utatuzi wa mambo hayo pia unapatikana. baadhi ya nyakati mambo mengine kuhusu swala fulani hayaelezwi vizuri au hayaletwi mbele ya wajumbe wa shura. hapo makhalifa wa zama wanaingiza mambo hayo katika dondoo zake, na katika sehemu zingine mimi pia nachagua njia hiyo hiyo. kwa vyote vile kila mjumbe wa shura anapaswa kujua na kuelewa jambo hili ya kwamba yeye ana umuhimu makhsus, na umuhimu huo si kwa ajili ya siku 3 tu, bali umuhimu huo ni kwa ajili ya mwaka mzima, na mpango wote unaopangwa ili uweze kutekeleza na ili aweze kutoa ushirikiano wake, yeye anapaswa kufanya juhudi kamili, na huo ni wajibu wake. na hiyo itakapofanywa,
ndipo miradi mbalimbali ya maendeleo ya jamaati itashika njia iliyo sahihi na itaweza kufuatwa na kutekelezwa kwa njia nzuri na shabaha ya kutoa mwongozo aliyokabiziwa hatmasihe maud alahsatu wassalam katika shabaha hiyo tutaweza kuwa wasaidizi wake na kama hiyo haipo basi kuwa mjumbe wa shura ni jambo lisilo na faida yoyote hapo nieleze vile vile ya kwamba katika kila nchi ya dunia kwa kawaida shura inafanywa chini ya wenyekiti wa amiri na saa nyingine wenye kutoa rai katika jaziba wanatumia maneno ambayo ni kinyume cha utakaso wa shura hivyo jambo la kwanza ni ya kwamba wajumbe kila wanapotoa rai yao badala ya kuonyesha na kudhihirisha jaziba ya hutuba badala ya kutoa hutuba yenye jaziba watumie maneno mazuri katika rai na kisha watoe rai yao saa nyingine wenye kutoa rai wanasema maneno ambayo wajumbe wa majlisi amila au amir wa jumuiya ambaye chini ya unyekiti shura inafanywa wanafahamu kwamba mwenye kutoa rai kwa njia moja ama nyingine anasema jambo fulani ambalo ni zidi yetu na kisha akiwa mwenyekiti wa kikao anamzuia mwenye kutoa rai kwa maneno makali hivyo maumara pia wanapaswa kuonyesha uvumilivu na wawe na zana nzuri kwamba mwenye kusema yale anayosema anasema kwa ajili ya faida ya jamaati na kwa sababu ya uchungu wa jamaat anasema kama ametumia maneno makali au ametumia maneno ambayo ni kinyume cha utakaso wa shura basi wamzuie kwa upole na wasishike njia ambayo ilete mashaka kwamba mwenyekiti wa kikao amelichukulia kama swala lake binafsi haswa katika swala la bajeti majadiliano yanapofanywa watu wanaonyesha jaziba zao na saa nyingine wanasema mambo fulani katika hali ya namna hiyo pia katibu wa fedha na mwenyekiti wa kikao wanatakiwa kusikiliza kwa uvumilivu na watoe majibu yake na wawaambie wawafahamishe kwamba kivipi bajeti imetengenezwa na kivipi kipato kinaletwa na matumizi yake jinsi yanavyofanywa mwenye kusema anasema jambo fulani kwa kuzingatia faida ya jamaati hivyo wasiwe na zana mbaya juu yake vivyo hivyo kuna kuwa na mapendekezo mengine ya ajenda na saa nyingine kwa sababu ya majadiliano yasiyofaa viongozi na wajumbe wanakwama au wananyamaza kana kwamba wawe na hofu ya viongozi watu wa namna hiyo pia hawatimizi haki ya amana yao hivyo kumbukeni ya kwamba watu wamewachagua wajumbe ili watimize haki ya wakilishi huo na amana hiyo na hivyo hawatakiwi kuwa na swala la ubinafsi na wasiwe na hofu yoyote na daima muelewe kwamba watu wametuchagua sawa na amri hii ya mwenyezi mungu ya kwamba tuaddul amanate ila ahliha yaani muzirudishe amana kwa wanaozistahili na khalifa wazama pia anaelewa hili ya kwamba pale ambapo watu kwa nia njema sawa na amri hii ya allah wamewachagua wajumbe wao basi wao sawa na jambo hilo hilo watakuwa wenye kutimiza haki ya amana zao na kama wajumbe hawatimizi haki hiyo ya shura basi wanaharibu imani ya wanajumuiya na pia
kwa kutokutimiza haki ya amana yao wanafanya hiana kwa khalifa wa zama. Lakini humo kunaweza kutokea hali nyingine. Baadhi ya watu waliochagua wajumbe wawe wamewachagua wajumbe wao bila kuzingatia ucha mungu, kwa sababu ya uhusiano fulani au ujamaa fulani au kwa sababu ya urafiki fulani wawe wamewachagua. Kwa vyovyote vile waliochagua katika amali hiyo ni wenye kutenda zambi. Wao hawakufanya kazi sahihi. Kama wao hawakutimiza haki yao, basi wanapaswa kufanya istighfar. Lakini wajumbe, hata mimi na waingiza viongozi vile vile ndani yake pale walipochaguliwa, na kama hawana vivango vya hali ya kiroho na vivango vya kimatendo, vivango ambavyo wanapaswa kuwa navyo, basi wakifanya istighfar na wakiahidi kujiletea mabadiliko mazuri na matakatifu na wakifanya juhudi ya kushika uchamungu, wajitahidi ili wawe na uwezo wa kutimiza amana hiyo. Na watakapofanya juhudi hiyo, basi pale ambapo watapata radhi ya mwenyezi mungu, wakati huo huo watakuwa wasaidizi wa hatmasihe maulasatussalam katika kutimiza shabaha ya ujio wake, na wataboresha hali zao za kiroho na kimatendo. Kama nisemavyo kwamba uwakilishi huo ni kwa ajili ya mwaka mmoja, na katika muda huo wana wajibu wa kutoa ushirikiano kwa uongozi, na pia wana wajibu wa kutekeleza maamuzi yote, na pia wawasaidie wengine ili wao pia watekeleze. Na kwa ajili yake mwendelee kusimamia jambo hili kwamba katika jamaati yetu maamuzi yanatekelezwa au la, au yanatekelezwa kwa kiasi gani, na je yanatekelezwa kama khalifa wa zama alivyotoa uamuzi. Basi kwa njia hiyo kazi yenu ni kuwa wasaidizi wa khalifa wa zama. Saa nyingine tunaangalia ya kwamba maamuzi yanapopelekwa matawini au kwenye jamaati mbalimbali, maamuzi yanakumbwa na uvivu wa viongozi, yaani maamuzi hayatekelezwi. Katika hali ya namna hiyo ni wajibu wa wajumbe kwamba wawaambie wanajumuia na pia wawaambie viongozi wa jamaati kuhusu wajibu wao, na kama wao hawaelekei upande wa wajibu wao na maamuzi hayatekelezwi jinsi yanavyotakiwa kutekelezwa, basi waindike katika markaz. Hivyo baadhi ya viongozi pia wanakuwa wajumbe wa shura, na kazi yao sio hii tu kwamba waangalie kazi ya idara yao tu, bali kama maamuzi yaliyotoka kutoka kwa khalifa hayatekelezwi, basi swala hili walichukulie kwa umakini, hata kama hii ni idara yao au ni idara ya mwingine, na wamwambie kiongozi husika au amiri, na pia swala hili waliweke katika majlisi amila. Waila kama hawafanyi hivyo, basi viongozi hawa na wajumbe hawa hawatimizi haki ya amana yao. Katika dunia hii watasalimika kwa kutengeneza uzuri mbalimbali, lakini wakumbuke ya kwamba hakuna jambo lililofichikana mbele ya allah, na yeye kuhusu kutimiza haki za amana atatuuliza. Hivyo ni jambo la kuwa na wasiwasi. Tusijivunie juu ya jambo hili kwamba sisi ni viongozi wa shura au wajumbe wa shura, bali kila mmoja anapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu wajibu wake. Kama nisemavyo ya kwamba kama katika jumuiya viongozi wanakumbushwa lakini maamuzi ya shura hayatekelezwi, wajumbe wanafanya juhudi, na pale wanapowakumbusha lakini viongozi hawatekelezi, basi waindike markaz. Wapo baadhi ambao wanafanya hivyo, sio maana kwamba hawafanyi hivyo. Baadhi ya watu wanafanya hivyo.
kama viongozi hawatekelezi maamuzi basi wanatoa taarifa katika markaz, lakini kwa kawaida wanafanya jambo hili pale ambapo hitilafu inatokea pamoja na kiongozi fulani kwa sababu ya ubishi fulani wa binafsi. njia hiyo si njia ya uchamungu. Kama kwa kushika uchamungu kila mjumbe na kila kiongozi afanye juhudi ili maamuzi ya shura yatekelezwe, hali hiyo haitatokea kwamba pendekezo hilo liwekwe katika shura mwaka ujao au baada ya miaka miwili au mitatu. pendekezo linapoletwa mara ya pili, maana yake ni kwamba maamuzi hayakutekelezwa kama ipasavyo. hivyo matawi ya namna hiyo na viongozi wanapaswa kutafakari ya kwamba je, hiyo ni amali ya kushika uchamungu na kutimiza haki ya amana? je, hiyo ni amali ya kutimiza ahadi ya utii kwa ukhalifa na unyofu kwa ukhalifa? jumuiya matawi yanayopatikana nchini, matawi haya yanapeleka mapendekezo katika markaz pale ambapo yanaona ya kwamba mambo fulani au maamuzi hayakutekelezwa. kama yatekelezwe na kwa kila ngazi, kila tawi lisimamiwe kwamba kwa kiasi gani maamuzi yanatekelezwa, basi mapendekezo yasiletwe tena. na pia mahakama kuu ya nchi yasilazimike kupeleka mapendekezo hayo kwa khalifa wa zama pamoja na maneno hayo kwamba kwa kuwa pendekezo hilo limeletwa au lililetwa mwaka moja kabla au miaka miwili iliyopita, hivyo sisi hatungi mkono na swala hili kwamba pendekezo hilo liletwe katika shura. kwa kuindika jibu hilo, nizamu ya nchi inatakiwa kuonyesha hisia ya majuto kwamba sisi tunajuta kwamba hatukuweza kutekeleza, na mwaka huu tutafanya juhudi, na tusipofanya hivyo basi tutakuwa wakosefu na tutakuwa miongoni mwa watu ambao hawatimizi haki ya amana zao. hivyo waindike maandishi haya na kisha waindike kwamba sisi kwa unyenyekevu mkubwa tukiomba msamaha tunasema kwamba pendekezo hili lisiwekwe katika ajenda ya mwaka huu, na watakapofanya hivyo basi watapata hisia ya kuhisi wajibu wao, na kwa uchache uongozi na viongozi au wajumbe watahisi na watajua kwamba wao wanaleta mbele ya khalifa wazama mipango mikubwa kwamba tutafanya hivi na vile, na kisha hawatekelezi hivyo. wao ni wakosefu na ni wenye kuharibu imani ya khalifa wazama aliyonayo juu yao. hivyo kwa njia hiyo, pale ambapo watajichunguza kwa ujumla, viongozi pia na wajumbe wa shura pia wajichunguze na wafanye istighfar, na kisha wafanye juhudi ya kujua sababu za kuto kufuata maamuzi. hivyo hayo ni mambo ambayo yanaweza kuendesha nizamu ya jamaati juu ya njia iliyo sahihi, waila mambo ya midomo hayawezi kuleta faida. katika nchi mbalimbali kuna haja ya kufanya uchunguzi kwamba baadhi ya jamaat na matawi, ikiwa si kwa 100%, lakini yanatekeleza maamuzi ya shura kwa 70% au 80%, na yanafanya kwa jaziba na kwa shauku kwamba kwa kuwa tumepewa mpango huu kutoka khalifa wa zama, hivyo tufanye juhudi ili tusiharibu imani ya khalifa wa zama aliyonayo juu yetu. hivyo wajue kwamba kuna jaziba gani katika jamaati hizi kwamba wamepata mageuzi hayo. viongozi wa matawi haya yaliyoimarika wafanye vikao na viongozi wa matawi yaliyo dhaifu, bali wafanye vikao na viongozi wa markas na faida ichukuliwe kutoka uzoefu wao. katika sehemu moja, ikiwa kuna tawi ambalo linafanya kazi kwa juhudi na linatekeleza mipango yote, linaweza kunufaisha matawi 10 kwa kuwashirikisha katika uzoefu wao, lakini jambo ni lile lile
kwamba ikiwa katika nizamu ya markaz kila katibu na kila kiongozi na kila mjumbe wa shura atakapotoa mchango wake kwa imani kwa uaminifu ndipo hiyo itatokea. baadhi ya jamaat au nchi zimefanya uchunguzi na faida kubwa imepatikana ya kwamba katika miaka 3 iliyopita maamuzi yaliyotolewa katika shura wametekeleza maamuzi haya kwa kiasi gani na yanaendelea kutekelezwa na wanatuma ripoti kila baada ya miezi 3 katika markaz. kwa njia hiyo wamepata hisia na wamejua kwamba kazi yetu si kuketi tu baada ya kusema kwamba pendekezo hili lililetwa miaka 2 iliyopita hivyo halitaletwa tena, bali kazi yetu ni kupeleka markaz ripoti kwamba sisi tumefanya hivi na vile na tumefanikiwa katika shabaha hii na tunaendelea kufanya juhudi zaidi. kwa njia hiyo jamaat za namna hizo zimeongezeka katika kuelewa wajibu wao. hatuwezi kuishinda dunia kwa maneno, kwa ajili yake tunahitaji matendo, tunahitaji mipango na tunahitaji matendo. kuna haja ya kupata viwango vya ibada. ikiwa viongozi na wajumbe wa shura waelekee upande wa kuboresha viwango vya ibada zao na kwa ajili ya kustawisha miskiti waonyeshe mifano yao, basi idadi ya waumini katika miskiti inaweza kuongezeka maradufu. kwa ajili yake pia wafanye juhudi na wajichunguze. hivyo mifano yao binafsi na kujenga uhusiano wa upendo na mapenzi na watu na kuwa na uchungu wao na kufanya maombi kwa ajili yao na kuongeza kiwango cha utii wa khalifa wa zama, hiyo itakapotokea basi tutaona mabadiliko ya ajabu kwa ujumla katika jumuiya. tumekabidhiwa kazi kubwa mno. shabaha ya ujio wa masihi maud alaihi wassalam si shabaha ndogo. kufikisha ujumbe mzuri wa islam, kwa kufikisha ujumbe mzuri wa islam katika dunia na kuwafanya watu kumwabudu mwenyezi mungu aliye mmoja kuna hitaji juhudi endelevu. katika dunia shura inafanywa katika nchi mbalimbali ili upande mmoja kwa ajili ya kuboresha hali zetu za kiamali tufanye mipango mbalimbali, wakati huo huo kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa mungu aliye mmoja na kuifanya dunia kuwa umati wahida, na kwa ajili ya kuwaleta chini ya bendera ya mtume saa salam tupange mikakati ambayo iwe yenye kuleta mageuzi. daima mkumbuke ya kwamba kwa ajili ya kufanikisha kazi hiyo yote tunahitaji matumizi na mali. hivyo mutengeneze bajeti yenu ya kifedha kwamba katika matumizi madogo tuwe wenye kupata faida zaidi. wingi wa wanajumuia ni watu ambao ni maskini na wana kipato cha wastani, hivyo michango yetu iwe na mipango fulani ambayo kwa kutumia kwayo tuweze kufanya kazi kubwa ya mahubiri na kusambaza dini katika matumizi madogo. na kazi hii tutaweza kuifanya pale ambapo tutakuwa wenye kuelewa uhakika huu kwamba sisi kwa kushika uchamungu kazi yetu ni kutimiza wajibu wetu na amana zetu, na kuitumikia dini ni fadhili ya mwenyezi mungu. sayidina ahmad alaihi wassalam akitoa nasaha ya kushika uchamungu sehemu moja anasema ya kwamba ya ayuhalazina amanu in tattaku llaha yajal lakum furqanan wa yukafir ankum sayiatikum. kisha alisema wayajal lakum nuran tamshuna bi, yani eni mliyoamini, ikiwa nyini
muoneshe uimara wenu juu ya uchamungu wenu na kwa ajili ya allah musimame kidete juu ya uchamungu basi mwenyezi mungu ataweka tofauti baina yenu na baina ya watu wengine na tofauti ndiyo hii kwamba mtajaaliwa nuru ambazo kwazo mtatembea katika njia zenu zote nuru ile itakuwa katika matendo yenu kwenye kauli zenu kwenye viungo vyenu na hisia zenu katika akili yenu kutakuwa na nuru na katika jambo lenu dogo kutakuwa na nuru na nuru itakuwepo katika macho yenu na kwenye masikio yenu na kwenye ndimu zenu na kwenye kauli zenu na kwenye matendo yenu yote na njia ambazo mtazitembea zitangaa na nuru ili muradi njia zenu zote njia za viungo vyenu na hisia zenu zote zitajaa na nuru na nini mtatembea kwenye nuru tu mwenyezi mungu atuwezeshe kushika uchamungu na atujalie kutimiza na kutekeleza wajibu wote mwenyezi mungu akisitiri mapungufu yetu na makosa yetu aendelee kutujalia fadhila yake alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر